uwezekano wa Ruto kushinda kura. Kulingana na mimi, Raila kuna very limited options. Na as per now, uwezekano wa kutoka kwa Ruto hauko. Kwa sababu kwa wale watu ambao wamekuwa wakimuunga mkono, kwa saa hii wengi wao wako na ati na yeye. Kwa hivyo kwa vile hawezi pata kura hata nusu ya zile anazozipata, itakuwa ni vigumu kwa yeye kusimama. Na pia ni vigumu kwa yeye kuunga mkono mtu wa hadhi ya chini. Kumbuka kwa saizi hadhi ya Ruto na ya Raila ni kama inaenda sawa. Kwa hivyo uwezekano wa Raila kutoka kwa Ruto haupo. Nikitoka hapo, nataka nikueleze kwamba watu wanaenda kupigia Ruto kura sio sababu ya kwamba ameshikana na Raila. Wacha nikueleze zile sababu ambazo zitafanya watu wapigie Ruto kura. Na hamna yeyote kwa saa hii politically ambaye amefikia kiwango cha Ruto. In other words, nakuambia opposition yote hamna yeyote ambaye ako na uwezo wa kubit Ruto. Na sababu ni hizi. Kuna vitu ambavyo Ruto amefanya zikamweka kama mzalendo, mpenda nchi na anayejua kitu anachokifanya. Swala la kwanza ni Gachagua impeachment. Gachagua impeachment, Ruto alikuwa kama kielelezo chema, kwa sababu Gachagua alikuwa symbol of disunity. Na ilhali in the presidency ambayo ina comprise of president and deputy president, inafaa kuwa symbol of national unity. Kwa hivyo kwa kuondoa Gachagua ambaye kila wakati alikuwa anatuambia mambo ya shares, ikizingatia kwamba mwananchi anafaa kupata huduma kutoka kwa serikali kulingana na jinsi alivyopiga kura, hiyo ilikuwa katiba ilikuwa imemweka nje kama kiongozi ambaye anafaa kushikilia hiyo ofisi. Kwa hivyo kutimuliwa ama kumtimua Gachagua kutoka kwa ofisi, hapo ni plus kubwa sana kwa Ruto, na amedhihirisha kwamba anapenda nchi na anapenda nchi iwe na umoja. Hilo ni swala la kwanza. Swala la pili, wale ambao wataenda kupigia Ruto kura wataenda kumpigia kwa sababu ya, ukiangalia sekta ya elimu, kwa muda mchache Ruto ameajiri walimu zaidi ya 50,000. Hapo nyuma tulikuwa tunaona kila mwaka wanaajiri walimu 3,000, 4, ikienda sana 5. Acha hiyo, Odongo. Aliajiri walimu zaidi ya 50,000. Odongo. Wacha kudanganya watu. 3,000 nani aliajiri walimu 3,000? Wacha kudanganya watu. Rudi kwa simu yako ugoogle. Wacha kudanganya watu. Rudi kwa simu yako ugoogle. Wacha kudanganya watu. Nani aliajiri walimu 3,000? Ni serikali gani? Kipi ambacho nadanganya? Ni serikali gani? Serikali imeshindwa na kulipia watoto. Umejuaje anadanganya? Umejuaje anadanganya? Rudi kwa simu ya Edith, umejua? Unasema ni kweli. Edith. Nyinyi mnasema ni kweli. Ruto hajaajiri watu 50,000 kwa wakati mmoja walimu. Hebu ngoja. Amesema 5,000. Rudi kwa simu yako. Wale unajua. Odongo, rudi kwa simu yako. Wacha kuongea vitu zenye ujui. Rudi kwa simu yako. Alafu Edith, nilikwambia nyamaza. Time yako ilishaisha. Subiri round 2. Odongo, ni time ya Odongo. Sasa Odongo, wacha kudanganya watu. Rudi kwa simu yako. Utuambie ukweli, nani aliajiri walimu 3,000? Ni Uhuru ama Kibaki? Utuambie ukweli, wacha kudanganya watu hapa 3,000. Sekta ya elimu, sekta ya elimu unaona iko aje? Wewe unaongea vitu zingine. Endelea. Kuna mwingine atakuuliza maswali, endelea.